Usiku wa Jumatano, hujambo popote ulipo na karibu kwa taarifa zetu za Nipashe. Tuna mengi tulokuandalia, lakini kwanza tuanze na yaliyomo. Wakenya hawatasafiri kwenda kutafuta ID. Utafanyia kwa sub-county yako, inamalizia hapo, na wewe unangojea siku 10, ID inafika, unatumia kwa kazi yenye unafanya wewe mwenyewe. Ni rasmi kuwa serikali imeondolea mbali ada ya 300 kwa wanaotafuta vitambulisho kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo tunasema tu hata sisi wabunge tupewe tu mshahara karibu na ya gavana. Vile mshahara ya mbunge yuko karibu na ya rais. Wawakilishi wadi wanaokongamana Nairobi sasa wadai nyongeza ya 700% ya mishahara yao. Tangu last year July up to now tunaambia wagonjwa yana nyumbani, utarudi, haifanyi kazi. Tukiuliza tunaambiwa budget cuts. Ni mtoto nilimleta kutoka date 19. Mtoto amefanywa surgery juzi na wananiambia nikujie mgonjwa saa hizi, na huyo mtoto hata hajarecover. Madhila na hasira za wagonjwa huku wahudumu wa afya hospitali ya rufaa ya Moi Eldoret wakigoma. Na kwenye kilimo biashara leo tunaangazia faida ya ng'ombe wenye uwezo wa kustahimili mazingira magumu. Ananisaidia kwa lugha ya ishara ni Njoki Shege. Serikali imetangaza rasmi kuondolewa kwa ada ya shilingi 300 kwa wanaotafuta vitambulisho kwa mara ya kwanza. Waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen amesema serikali imeondoa malipo hayo kama njia moja kuhakikisha Wakenya wote wamepata vitambulisho. Zoezi hili limezinduliwa kaunti ya Nakuru, kama anavyotuarifu Marian Nyambura. Waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen amezindua rasmi zoezi la usajili wa Wakenya ambao wanatafuta vitambulisho kwa mara ya kwanza, hafla ambayo ilifanyika katika uwanja wa Shabab jijini Nakuru. Sasa Wakenya wanaotafuta vitambulisho kwa mara ya kwanza wamepata afueni baada ya kuondolewa kwa ada ya vitambulisho. Tangazo hilo likichapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali. Kwa sababu hivi sasa watu wanalipishwa pesa shilingi 300, kumaanisha kwamba kuna watu wengi sana wamekuwa wakifungiwa nje kwa mambo ya kutafuta riziki ya maisha na kujisikia kwamba wao ni Wakenya, kwa sababu ile walikuwa wanalipishwa shilingi 300 ilikuwa imewafungia nje. Baada ya uzinduzi huu, wizara husika pia inatarajiwa kuendelea kuwasajili Wakenya kwenye maeneo bunge tofauti kote nchini ili kuwafikia Wakenya wote ambao wanajisajili kupata vitambulisho kwa mara ya kwanza. Wakenya hawatasafiri kwenda kutafuta ID. Utafanyia kwa sub-county yako, inamalizia hapo, na wewe unangojea siku 10, ID inafika, unatumia kwa kazi yenye unafanya wewe mwenyewe. Hakuna ile waziwazi ya kusema unangojea mwaka 1, mwaka 2. Within 10 days. Na hawa wenye wameregister leo, kwa sababu waziri amekuwa around, watapata kipande zao kwa siku 6. Mabadiliko haya yanajiri siku chache baada ya Rais William Ruto kutangaza kufutiliwa mbali kwa ada hiyo, hatua ambayo rais alisema litahakikisha kuna usawa miongoni mwa Wakenya. Marian Nyambura, runinga ya Citizen. Wawakilishi wadi sasa wanataka nyongeza ya 700% ya mishahara yao. Katika kikao na wawakilishi wa tume ya mishahara nchini SRC, viongozi hao vile wanataka kutolewa kwa fedha za maendeleo ya wadi na pia kupewa mishahara na marupurupu yao moja kwa moja kutoka Wizara ya Fedha na wala sio kupitia serikali za kaunti. Seth Olale alihudhuria siku ya 3 ya kongamano la mabunge ya kaunti linaloendelea hapa Nairobi, na hii hapa taarifa yake. Wawakilishi wadi kutoka maeneo tofauti kote nchini walikamilisha kongamano lao la kitaifa jijini Nairobi kwa kutaka matakwa yao kutimizwa, yakiwemo nyongeza ya mishahara. Katika kikao maalum na tume ya mishahara SRC, viongozi hao walisema wanahitaji mishahara yao kuongezwa kutoka 80,000 kila mwezi hadi 540,000, hii ikiwa ni nyongeza ya takriban 700%. You find MCAs, 4 MCAs, 5 MCAs in one car, and you're here telling us about oversight. How do you oversight people who are killing you? Mshahara ya mbunge yuko karibu na ya rais. Wabunge pia wa counties wapewe mshahara tu karibu na ya governor. Governor anakula mshahara 1560 na bara hajaweka marupurupu.
Bado hajaiba. Nikiona mishahara yetu ni mishahara duni sana. Na ukifungua geti yako kama mwakilishi wadi, wananchi wako pale kila siku. Huwezi funga ile geti. Na tukikuja hapa tukulia malilio yetu yasikizwe haswa na CUF. Hakuna jambo ambalo linakuja. Members of parliament are getting 35% of the president's salary, while members of county assemblies are getting 10% of the governor's salary, really, and you expect oversight. It doesn't work. We are not asking for favors. We are not asking to be preferred. We're just asking for the skill and the formula be used. It should be the same mirror, because comparatively, legislators are either at the national level or at the county level. Aidha, viongozi hao wanataka mishahara yao na marupurupu kutoka moja kwa moja katika wizara ya fedha na wala sio kupitia serikali ya county. For instance, it's a situation whereby today the MCA salary for Nairobi was released last Friday for the month of January. You can imagine. If it's a financial autonomy, you get the money direct from the exchequer. It will be easy even to oversight the governors. They don't fear when we oversight them because we have nothing we can do. We just call them, ask them questions, but at the end of the day, they are looking at our salaries and laughing at us. Wawakilishi wadi hao pia wakitaka mswada kuhusu hazina ya fedha ya maendeleo ya wadi kupitishwa katika bunge la kitaifa. Wito umetolewa kwa wawakilishi wa wadi ili kuhakikisha kwamba yale yaliyozungumziwa hapa yanatekelezwa ili kuendeleza uongozi bora. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi. Afisa wa polisi wa Kenya aliyefariki kwenye operesheni ya kulinda usalama nchini Haiti amezikwa nyumbani kwao eneo la Naserian, kaunti ya Kajiado. Huzuni ilitanda huku jamaa, marafiki na polisi wenza wa Samuel Tompoi Kaetuai wakimwomboleza. Kaetuai amezikwa huku wanasiasa wa upinzani nchini wakitaka polisi walio nchini Haiti kurejeshwa nyumbani. Willy Lusige alihudhuria mazishi hayo na anatuarifu zaidi. Mizinga ya risasi kiashiria mwisho wa safari ya maisha ya afisa wa polisi Samuel Tompoi Kaetuai, afisa wa kwanza kuuawa kwenye kundi la polisi wa Kenya waliotumwa Haiti kulinda usalama na kudhibiti magenge ya wahalifu. Huzuni kiashiria jinsi ndugu, jamaa na marafiki watakavyomkosa afisa huyo mchanga aliyefariki akiwa na miaka 25 na kumwacha mjane na watoto wawili. I register our deepest sympathies to the family, friends and relatives of APC Tombei Samuel. Upande wa upinzani ukiongozwa na Kalonzo Musyoka ukidai maafisa wa polisi kutoka Kenya wanaolinda usalama Haiti hawana ufadhili wa kutosha pamoja na silaha bora za kupambana na magenge ya nchi hiyo. Was perhaps the hurried manner this mission was implemented and the deployment. Concerns were raised both outside and inside our courts. In fact, our courts made orders concerning this mission that were not obeyed. But if this uncertainty prevails, then we must consider as a nation disengagement unless the UN takes over this mission. Sasa tunaona makadirio kwamba Kenyan taxpayer wanaolipa ushuru wa Kenya sasa tutafute kutoa 4.5 billion shillings ili kuhakikisha hiyo mission inaendelea. Now this Haiti mission is a big issue. And in fact, I want to say it should also be audited so far. Audited so that there is transparency. Zile pesa kina Biden walipeana zilitumika vipi? Samuel Tompoi Kaetuai alizikwa nyumbani kwao katika kijiji cha Naserian, Kajiado Mashariki. Leo ikiwa ni siku ya mwisho ya safari ya maisha ya Samuel Tompoi, Wakenya wengi wamejitokeza kuitaka serikali kuhakikisha usalama wa maafisa wa polisi wanaoendelea na shughuli ya kuhakikisha kuna amani katika taifa hilo la Haiti. Willy Lusige katika kijiji cha Naserian, Kajiado Mashariki. Kwingineko, waziri wa mashauri ya kigeni Musalia Mudavadi anasema zaidi ya Wakenya 1000 wanazuiliwa kwenye magereza katika mataifa mbalimbali duniani. Mudavadi akitoa onyo kwa Wakenya dhidi ya kujihusisha na biashara haramu katika mataifa ya kigeni. Na kama anavyotuarifu Ode Francis, Mudavadi amesema kuwa wengi waliofungwa ni wahusika wa ulanguzi wa dawa za kulevya na silaha haramu. Tungali tunafanya mazungumzo na serikali ya Vietnam
Ndio ujumbe wa hivi punde zaidi kutoka serikali ya Kenya kufuatia hukumu ya kifo inayomkodolea macho Margaret Nduta, raia wa Kenya aliyekamatwa nchini Vietnam akiwa na dawa ya kulevya aina ya cocaine. It is unfortunate that a Kenyan is facing this kind of situation. It's not a pleasant situation, and the Ministry of Foreign Affairs and in particular my PS has been trying to converse with his counterpart in Vietnam to see if there can be some mitigation in this process. And we hope that there can be some success so that there is no summary execution. Akizungumza na wanahabari baada ya kikao na waziri wa masuala ya kigeni wa Uholanzi, Musalia Mudavadi alisema afisi yake inakusanya takwimu za Wakenya waliokamatwa au kuzuiliwa katika mataifa mbalimbali. That out of the Kenyans in the diaspora, we have a total of about 1,000 Kenyans in different countries facing incarceration for different offenses. Mudavadi amewarai wa Kenya haswa vijana kuwa makini wanaposafiri hadi mataifa ya nje ili kuepuka mitego ya walanguzi wa mihadarati pamoja na silaha haramu. Please, the young Kenyans that are going out, remember that the moment you board a plane and the wheels have lifted, when you land in whatever country you're going into, the laws that apply are not Kenyan laws. Aidha amesema Kenya haipasi kuwa na sifa ya kitovu cha shughuli haramu. Vietnam has got its own judicial processes, and we want to make it clear that we do not want to market Kenya as a conduit for illicit trade. Macho yote sasa yakisalia katika mazungumzo yanayoendelea kati ya Kenya na Vietnam kuhusu hatma ya Margaret Nduta. So if you are traveling and you are allowing somebody else to park your bag, how sure are you that the person parking your bag is Jesus? Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi. Tuelekee kaunti ya Uasin Gishu ambapo wagonjwa katika hospitali ya rufaa ya Moi jijini Eldoret wamehangaika baada ya wauguzi wapatao 800 kuanza mgomo hii leo. Wauguzi hao wanalalamikia miongoni mwa mambo mengine kukosa vifaa vya kazi na hata mishahara. Na kama anavyotuarifu John Wanyama, wagonjwa waliofika kutafuta huduma na wakiandamana nje ya hospitali hii wakilalamika. Kwa kawaida eneo hili la ndani ya hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moi huwa tulivu. Hii leo mambo yalikuwa tofauti. Zaidi ya wauguzi 800 wa hospitali hii walijumuika hapa baada ya kuanza mgomo wao hii leo. Na wana sababu tofauti za kususia kazi. Kwa hospitali hatuna vifaa ya muhimu sana. Lakini tunaona ni chapati milioni 1, karibu bilioni ya chapati zinatengenezewa watu. Kuna equipments unapata zimeharibika kama hapa Rifaro. Tangu last year July. Up to now tunaambia wagonjwa ena nyumbani utarudi. Haifanyi kazi. Tukiuliza tunaambiwa budget cuts. Kwa hivyo wale watu ambao ni muundo msingi kwenye hospitali ya rufaa hivi wanaenda mgomo. Inamaanisha hakuna jambo lolote litafanyika katika hospitali hii. Madaktari hawatafanya kazi, theater haitaendelea. Matias Arab Bor ni mgonjwa wa saratani kutoka Nandi. Alifika hapa mapema kutafuta matibabu, lakini aliambulia patupu. Mahali mnapora ile ya kupeana hata kwa kanisa, pora mahali mnaenda, pora mletee madaktari. Hiyo pesa ya madaktari ni kidogo. Wagonjwa wengine pia walitaabika kwa kukosa wa kuwahudumia. Nasikia vibaya kwa sababu kama saa hii naambiwa nirudi Monday, pesa yenyewe hakuna. Kuna kinonda ako nayo, ame develop diabetes, anafaa fanyiwa deprivement, but daktari wamesema manasi wako. Wauguzi hao wameapa kuwa hawatarejea kazini hadi matakwa yao yatekelezwe ipasavyo. Tunaomba kwa unyenyekevu wanafunzi wetu ambao ni watoto wetu wasitumike kuumiza wagonjwa wetu. Watoke kule mpaka wakati tutakaporudi. Huku hayo yakijiri, wakazi wenye kadhabu waliandamana nje ya lango la hospitali hiyo kulalamikia na kupinga hatua za wauguzi hao. This parastatal is rotten. Madaktari
mwezi kula taxes yetu hapa na mtibu wananchi, watu wanakufia emergency because of routes yenu. Kuna wagonjwa ambao waliwachwa kwa ward na wauguzi wakaenda nyumbani. So wangetuelekeza before waende nyumbani. Wanaosema husema fahali wawili wapiganapo basi nyasi ndizo huumia. Wagonjwa ambao wanateseka katika hospitali hii ya rufaa na mafunzo ya Moi wanajiuliza misururu ya migomo hii itaisha lini? John Wanyama, runinga ya Citizen, kaunti ya Uasin Gishu. Idara ya upelelezi sasa inasema washukiwa 6 walikamatwa na kushtakiwa kuhusiana na biashara ya maabara ya kutengeneza dawa za kulevya katika eneo la Namanga, kaunti ya Kajiado. Taarifa ya idara ya DCI ikisema operesheni hiyo ilifanywa mwaka jana, huku miongoni mwa waliokamatwa wakiwa raia mmoja wa Mexico, 2 wa Nigeria na Wakenya 3, kama anavyotuarifu Gatete Njoroge. Kufuatia taarifa kutoka kwa idara ya serikali nchini Marekani kuhusu utengenezaji wa dawa za kulevya duniani, ambapo Kenya ilitajwa kama mojawapo wa maeneo ambapo biashara hiyo haramu imeanza kuchipuka, idara ya upelelezi imetoa taarifa kuhusiana na swala hilo, haswa operesheni iliyotekelezwa mwezi Septemba mwaka jana Namanga, kaunti ya Kajiado. Kulingana na DCI, uchunguzi ulianzishwa na maafisa wa kitengo cha kupambana na dawa za kulevya walipopata taarifa na kuzuru eneo ambako maabara ilikuwa imejengwa. Hapa walipata vifaa muhimu ikiwemo kemikali, michoro ya namna ya kuchanganya kemikali, simu ya raia wa Mexico, miongoni mwa vifaa vingine. Mshukiwa wa kwanza Betty Mukami alikamatwa eneo la Ruiru tarehe 16 Septemba. Inaaminika Mukami ndiye aliwasaidia kupata ardhi hiyo na kununua kemikali na vifaa vingine. Mshukiwa huyo alikuwa akifanya kazi na raia 2 wa Nigeria, Aguo Ojukwa na Aguo Oguba, wanaosemekana kuwa ndugu. Ogba alikamatwa tarehe 1 Oktoba mtaa wa Lavington, huku nduguye Ojukuo akikamatwa katika uwanja wa JKIA siku 2 baadaye. Ojukuo anaaminika kuwa ndiye mwanzilishi mkuu wa maabara hiyo na ambaye alikuwa amewaleta raia 3 wa Mexico kusaidia kutengeneza dawa za kulevya kulingana na uweledi wao katika sekta hiyo. Alvarado Israel Vera, raia wa Mexico, alikuwa mshukiwa wa 4 kukamatwa katika uwanja wa JKIA akijaribu kutoroka nchini. Raia wengine 2 wa Mexico bado wanasakwa na polisi. Washukiwa wengine Caroline Wamboi na Francis Gashau pia walikamatwa kwa kuhusika na kununua na kusafirisha kemikali zilizokuwa zitumike kutengeneza dawa. Washukiwa wote 6 walifikishwa katika mahakama ya JKIA ambapo kesi hiyo bado inaendelea, huku ikitarajiwa kusikizwa tena mwezi ujao. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Mahakama ya Kericho imemfunga maisha Tommy Ulwoch Odhiambo, kijana wa miaka 22, alipatikana hatia ya kumbaka msichana mdogo mnamo mwaka 2024. Licha ya Odhiambo kukana mashtaka alomkabili, hakimu mkazi wa Kericho Claire Odunga alimpata na hatia ya kumbaka binti wa miaka 7. Mamake mwathiriwa alieleza mahakama kuhusu majeraha aliyopata binti yake, mbali na gharama kubwa ya matibabu, akitaja hukumu hiyo kama ushindi mkubwa. Kwa sasa Odhiambo ana siku 14 za kukata rufaa. Aftermath of that offense, in the circumstances the court finds the accused deserves the penalty imposed under 8.2, section 8.2, I beg your pardon. Accused is sentenced to life imprisonment. Right of appeal 14 days. Koti imeamua kuwa justice imepatikana kwa mtoto na huyu jamaa amefungwa kifungo cha maisha, ambapo nataka kuambia wana Kenya kuwa haki inaweza tendeka na watu wasiwe waoga kesi kama hicho ikiwapata. Vijana wasikie hii maneno, wasichukue watoto wa shule, wanadanganya wanapewa mimba. Watu wa Kenya tuwachane na hiyo mambo ya watoto kabisa. Kabisa, mtoto ni mtoto. Inaweza kukua yako. Taarifa ya kusikitisha na tamatisha awamu ya kwanza ya Nipashe. Tuna mengi zaidi tulokuandalia, usiende mbali. Nigeria, home to the largest population of Muslims in Africa,
and the 5th largest number in the world. Nigerians prepare for the holy month like many other countries would, with families heading out to gather goods, taking care of those who are in need, and spreading goodwill to all in their society. The kinds of meals consumed during Ramadan change, with varieties of delicacies that are more nutritious becoming more available. They help with the long fasting hours for many Muslims across Nigeria. Iftar is often had in group settings. This helps foster peace, harmony, and understanding, and they even host Christians to help sustain interfaith dialogue in the country. And we need 2 Royco cubes because iron gives you strength to skuma yourself to be the best you can be. The Smarter Bundle. Bundle imetosha. 30 GB monthly data. 400 minutes talk time to any network. 100% rudishiwa on Airtel Money transactions, bank to wallet, pay bills, and agent withdrawals. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. Give her Pepsodent. It repairs tiny holes and forms a protective layer for maximum cavity protection, so she can grow up with a confident smile. Every smile matters. Royal Mabati Factory Limited, your one-stop shop for affordable and quality guaranteed roofing solutions. Grab our offers. Pay 40%, get same-day production, relax at home, and enjoy free delivery. Call us on 0722 638383. Order today at www.royalmabati.com. Mark, now you should start focusing on building your own family. Because when my dad comes back, we're gonna go back to being one big happy family. Kila safari huanza na ndoto. As we celebrate 40 years, our promise is to be with you for life. Tufanikishe zaidi. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tuelekee kule Kisii ambapo binti mmoja katika kaunti hiyo ameonyesha ukakamavu wa kutafuta elimu licha ya kuwa na uwezo mdogo wa kufadhili masomo yake. Edna Mwango ambaye anasoma chuo cha mafunzo ya matibabu cha KMTC anatumia muda wake nje ya chuo kuuza mboga ili kukidhi mahitaji yake ya karo. Binti huyo wa miaka 23 akisema ana ari kubwa ya kukamilisha masomo yake na kupata ajira. Crispin Otieno ana taarifa hii kutoka Kisii. Ni azma ya kila mwanafunzi anayekamilisha kidato cha 4 kutimiza ndoto ya elimu na kujiandaa kwa maisha yanayofuata. Ni matumaini haya ambayo Edna Mwango, mwanafunzi wa chuo cha mafunzo ya matibabu cha KMTC Kisii, anafahamu fika. Safari ya Edna kukamilisha masomo yake ya matibabu ya mifupa na dharura haijakuwa rahisi, kwani amekuwa akilazimika kutafuta kazi za ziada kukidhi mahitaji ya karo. Leo hii akiwa na deni la takriban shilingi 150,000, kibarua cha kulipa karo yake kimekuwa kizito. Edna sasa akiamua kufanya kazi ya uchuuzi akiwa hayuko darasani. Hapa anaonekana kuvumilia kijibaridi na uteo kichwani. Malengo yake ni angalau kuuza nyanya na vitunguu, kujaribu haba na haba kujaza kibaba chake cha karo. Nyumbani kwao kijijini Nyakeiri, maeneo ya Marani, kaunti ya Kisii. Edna anaishi hapa na nyanyake baada ya mamake kuaga dunia akiwa mtoto mchanga. Hali ngumu ya maisha hapa ni dhahiri. Kwa sasa hivi sina pesa. Huku nyumbani nimepanda mboga na nipia grass.
Tangu niingie shuleni, nimepata challenges mingi, kufanya kazi, sina wakati wa kusoma na kubalance kufanya kazi na kwenda shule. Kwa kuuza ndio apate pesa, kwa msichana sio vizuri. Na hiyo ni usiku. Kitu ninachopenda ni kuendelea na masomo yangu mahali nimefika hadi nimalize course ninayoifanya, nipate kazi, nijenge huku nyumbani kwetu na kusaidia familia yangu. This is very dehumanizing for a student, but she has been persevering and doing it. So we are aware she is looking for anybody who can be able to assist her to be able to foot the fee balance that she is having. Japo kuna mawimbi makali yanayopiga ndoto ya binti huyu, matumaini kwake yangalipo. Licha ya kupitia changamoto si haba na kuendelea kukata kiu yake ya elimu, Edna anasema kamwe hatakata tamaa. Na natumai kwamba ipo siku atamaliza kozi yake ya udaktari ili kubadili mahali anakotoka katika sehemu hii ya Kitutu Chache Kaskazini. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Sombogo katika Kitutu Chache North, kaunti ya Kisii. Kutoka Kisii tuelekee katika eneo la Ruiru ambapo mvutano umeibuka kuhusu ujenzi wa kituo cha kutengeza laki eneo hilo kaunti ya Kiambu, huku wakazi wa vijiji vya Gitambaya na Membli wakionekana kuvutana. Baadhi ya wakazi hawa wameelezea upinzani wao kuhusiana na kujengwa kwa kiwanda hicho, wakisema ni hatari kwa mandhari na afya. Hata hivyo, kama Kamau Mwangi anavyotuarifu, wakazi wengine wamesifia kuwa kitabadili maisha ya eneo hilo kiuchumi. Pendekezo la kuanzishwa kwa kiwanda cha kutengeneza lami, kokoto na simiti katika uwanja huu ndilo limechangia mkao wa wakazi kutoka maeneo jirani ya Gitambaya na Membli, wengi wakionekana kukataa kujengwa kwa kiwanda hiki. Wanaokataa kujengwa kwa kiwanda hiki wamehofia madhara ya kiafya yatakayotokana na shughuli za usagaji wa bidhaa hizi, zaidi ukungu ambao huchanganyika na hewa wanayopumua. We came here many years before you because of the peace, and therefore when you come here to distort our peace, you are not welcome. The other issue is something called noise-induced hearing loss as a result of kelele mingi. Unfortunately, that's not treatable. The only way is to buy hearing aids. So if we allow this thing to go on, 80% of us in the next 3 years will be wearing hearing aids. Kuna bairato. Ila nao majirani wao upande wa pili wakitazama kuanzishwa kwa kiwanda hiki kama nafasi ya ajira kwa vijana wengi ambao hawana kazi za kudumu na watakaonufaika pakubwa na nafasi zitakazojitokeza. Nyinyi you are financial manso mko sawa, kimfuko mko sawa, hata venye mlicommunicate mko sawa, lakini sisi watu wetu wengi wako kule mtaa. Kampuni iko sawa, hivyo wamesema watatengeneza mambo ya hizo mashida kidogo kidogo. Tutashukuru sana na vijana wetu wakuwe wamepata kazi, hatutakuwa na ma-idlers. Hata hivyo, viwanda vilivyo eneo hili, zaidi vilivyo kwenye utengezaji wa bidhaa za kuliwa, vinaonya kufunganya virago ikiwa kiwanda cha aina hii kitakubaliwa eneo hili, na matokeo ya uamuzi huu itakuwa ni kupotea kwa nafasi zaidi ya 800 za ajira, huku familia zaidi ya 300,000 zikiathirika. We join the Membli community to oppose this construction. Reason being, considering that proximity of our coffee processing facility, which strictly adheres to food safety and quality standards to maintain certification and meet export requirements. That is Kamau Mwangi, runinga ya Citizen. Sekta ya mifugo humu nchini inashuhudia mabadiliko makubwa, huku wafugaji wakitafuta mifugo wanaostahimili hali ngumu za mazingira na kuboresha uzalishaji. Shirika la utafiti wa kilimo na mifugo la Kenya KALRO linashika usukani kupendekeza ufugaji wa ng'ombe aina ya Sahiwal inayojulikana kwa uwezo wake wa kustahimili mazingira magumu na ufanisi katika uzalishaji wa maziwa na nyama. Dennis Otieno anatujulisha mengi katika makala ya Kilimo Biashara wiki hii. Asili yake ikiwa Asia Kusini, ng'ombe wa Sahiwal wamepata umaarufu mkubwa nchini Kenya kutokana na uwezo wao wa kustahimili joto kali, kuepuka magonjwa na uwezo wa kustawi katika maeneo kame.
Tofauti na mifugo wengine, ng'ombe wa Saiwal wanahitaji chakula na maji kidogo, na hivyo kuwa chaguo bora kwa wafugaji wanaokabiliana na gharama za juu za lishe. Ili kufanikisha uzalishaji bora, KALRO imeanzisha mpango wa kuchanganya mbegu za Saiwal na mifugo wengine kama Freshian. Huu ni ng'ombe ambao anaitwa kwa kimombo dual purpose. Anapea sisi maziwa, anapea sisi pia nyama. Ni mnyama ama ni ng'ombe ambao anastahili ukame. Ni mnyama ambao anastahili mambo ya magonjwa. Ni mnyama ambao anatoa maziwa mzito kweli kweli. Ile ambao inapendeza watu wengi hapa nchini, consumers hapa Kenya. Ng'ombe wa Saiwal pia wanachangia kutatua changamoto kadhaa katika sekta ya mifugo, mojawapo ikiwa ni uhifadhi wa vinasaba ili kuhakikisha upatikanaji wa mbegu bora. Yeye hataki mahitaji mingi. Ukiangalia sisi tunamlisha tu kama ng'ombe yule mwingine, lakini kwa sababu ile maundo ambao tulimtengeneza, ndio utapata ya kwamba yeye anastahili mambo mingi. Na hiyo tunaweza pata. Mapema mwezi huu, KALRO iliandaa maonyesho ya kilimo yaliyowaleta pamoja wakulima na wadau mbalimbali waliotaka kujifunza mbinu bora za ufugaji. Tamasha hili lilionyesha teknolojia za kisasa za kuzalisha mifugo, mipango ya lishe bora na mikakati ya kudhibiti magonjwa ili kuboresha uzalishaji wa ng'ombe wa Saiwal. Hata hivyo, licha ya faida zake, wakulima walieleza wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa gharama ya lishe, changamoto kubwa inayokumba faida ya wafugaji. Sana sana kama ng'ombe sijaweza kupanda zenye zinawapatia protein. Mingi ni hizi za energy. Asa kubalance. Unakuta tunapea mingi yenye haina madini yote. Mambo ambayo ninataka kujifundisha ni vile naweza conserve chakula wakati wa kiangazi, especially kama saa hizi hakuna mvua. Wataalamu wanaamini kuwa ufugaji wa Saiwal nchini utaendelea kuimarika, huku utafiti zaidi ukifanywa na wadau wakijitokeza kusaidia kuboresha malezi ya mifugo, hasa katika maeneo kame. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen. Usikose kuungana naye Dennis Otieno wiki ijayo kwa makala mengine kama hayo. Tunarejea na taarifa za spoti hivi punde. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Buroti maguta, keja kwa mtaa mambo fiti. Nafungua bahasha wao nikismile, mambo ni murwa, kop imeshikia keda, biza maplot, nikasip tu. Kanifota mboka, reti kotop, nikasip tu. Na payslip yako, unaweza pata mobile loan ya 500,000 na personal loan ya 9 million. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you.
Inventing the future starts here. At Zetech University, we equip you with global skills to meet today's and tomorrow's job market demands. Explore market-driven programs from PhD, Masters, Bachelor's, Diplomas, and Certificate levels in computer science, software engineering, IT, media, engineering, education, arts, business, hospitality, and economics. Join our May 2025 intake and experience vibrant student life, ultra-modern facilities, and expert global faculty dedicated to your success. Zetech University, inventing the future. Karibuni sana. Thank you so much for coming. Hey, that shirt has seen better days. Mara, it's your faded shirt. Mara, it's your faded roof. Look at our roof from Mabati Rolling Mills. Still as vibrant after all these years. Unlike your shirt. Yes, MRM steel roofing tiles are made using advanced color coating technology that makes the color last. The tiles are even wider, so you use less pieces. Which saved us money. So you mean Mabati Rolling Mills saves you money? Yeah! Steal the show with versatile, oriental and elegantile steel roofing tiles. Backed by a genuine warranty only from Mabati Rolling Mills. Visit a dealership or call us today at 0788 202020. Brand Festival Nakafu! Enjoy Dollar Baking Flour 2 kg at 119 shillings. Tuzo Milk 450 ml at 41 shillings. Carrefour Toilet Roll White 10 pack at 339 shillings. Higher 43-inch TV at 29,995 shillings. And Von Fridge 415 liters at 74,499 shillings. Brand Festival Nakafu! Mark, now you should start focusing on building your own family. Because when my dad comes back, we're gonna go back to being one big happy family. Kila safari huanza na ndoto. As we celebrate 40 years, our promise is to be with you for life. Tufanikishe zaidi. Waziri wa michezo Salim Mvurya anaimani kuwa mashindano ya mwaka huu ya mbio za magari yatakuwa na mafanikio. Saa kadhaa kabla ya mashindano hayo kuanza, Mvurya anasema wageni wa kimataifa wamefika kwa wingi na hoteli zimejaa mjini Naivasha. Akizungumza na waandishi habari katika uwanja wa huduma mjini humo, Mvurya alisema mashindano haya yametoa fursa za kibiashara kwa vijana na wafanyabiashara wengine wa eneo hilo. Rais William Ruto anatarajiwa kuanzisha rasmi mashindano hayo hapo kesho hapa Nairobi. Akizungumza baada ya kuhudhuria majaribio ya mbio hizo huko Gilgil, Mvurya amesema amefurahishwa na maandalizi yaliyofanywa. Serikali imefadhili madereva wa humo nchini haswa wa kike. Na kufikia hapa